Jeff, habari? Safi, mambo vipi? Uko sawa sawa. Mungu anasaidia, tunamshukuru. Mambo ni mengi mjini. Kama kawaida. Endelea kupambana naye. Kama kawaida, hakuna namna. Yeah. Hivi tupo mwishoni mwa mwaka hivi wanaita festive season, kipindi cha sikukuu. Pengine utuambie huu mwaka ulikuwa ni mwaka wa namna gani kwa upande wako? Mimi namshukuru Mungu. Unajua kikubwa kwenye maisha haya ni uhai, afya, na uwezo wako wa kufanya kazi, kuilisha familia yako. Kwa hiyo kama hivyo vitu viko constant, unamshukuru Mungu. For me umekuwa mwaka mzuri. Of course changamoto hazikosi, maeneo ambayo labda ni ya huzuni, kuna wakati unapoteza ndugu, marafiki, lakini hakuna namna, maisha lazima yaendelee. Ni kitu gani cha kufurahisha ambacho kimetokea mwaka 2025 na kimekufurahisha sana kwa upande wako, iwe ni kazi, familia na jambo lolote? Akiwezi kwa kimoja, kuna vitu vingi, lakini mwaka huu ni mwaka ambao mimi nimeanza kwa sababu mimi na mtoto binti wa kike, na alianza shule akiwa na miaka 2. Kwa hiyo mwaka huu akiwa ndo ametimiza miaka 3, lakini ndio anaingia shuleni mwaka wa 2, nimekuwa naona progress ya kumpeleka shule. Amepata speed ya kuzungumza, anazungumza lugha ya Kiingereza vizuri. Kwa hiyo kama kuna kitu anamshukuru Mungu ni hicho, na pia namshukuru Mungu kwa afya yake, kwa sababu haumwi, yani sipigiwi simu mara kwa mara kwamba bwana mtoto anaumwa nini. Kwa hiyo kwangu mimi hicho ndio kitu kikubwa, tofauti na ninavyoona wakati mwingine wazazi wengine, watoto unajua wana mambo mengi shuleni huko, kucheza na mavumbi nini. Kwa hiyo ukipata mwanao haumwi mara kwa mara ni kitu cha kumshukuru Mungu. Kwa hiyo kwangu mimi hilo ndio kubwa ambalo namshukuru Mwenyezi Mungu, na namuomba azidi kumkuza. Na mbali na vitu vya kufurahisha, vipo vya kuumiza pia. Upande huo wa vitu ambavyo vimemgusa Jeff Lea ni kitu gani? Unajua normally kifo ni kitu cha kumkuta kila mtu, lakini huzuni inakuwa inaongezeka pale ambapo kifo kinakuja labda kwa watu wengi kwa pamoja, kama ilivyotokea hivi karibuni kwenye masuala yaliyotokea kwenye siasa. Lakini pia nimempoteza mdogo wangu, binamu yangu kwenye familia, na ilikuwa ni ghafla sana, alipata ajali. Kuna siku nilikuwa nimeingia tu Jumatatu kwenye kipindi, alafu baada ya kama dakika 5 napewa taarifa kwenye group la familia kwamba fulani amefariki. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto, lakini pia moja kati ya vitu vya kuhuzunisha, mimi ni mtu ambaye nafuatilia siasa, nimehuzunishwa sana na kifo cha mwanasiasa ambaye kwangu ni role model, ni icon, kwa sababu nimeshuhudia siasa zake kwa ukaribu na nimekuwa mfuasi wa chama chake hata kama siko kwenye hiyo nchi. Kifo cha kiongozi wa zamani wa kisiasa wa Kenya Raila Odinga kimenigusa sana. Kwa hivyo naweza kusema hivyo vifo vya aina 3, vifo vilivyowakuta Watanzania wenzetu kwenye yale matukio, kifo cha ndugu yangu na kifo cha mwanasiasa ambaye nimekuwa namhusudu sana. Yeah. Sawa Jeff, nimefurahi kusikia hivyo, lakini pia nimehuzunika na wewe kwa hivyo ambavyo vimekuhuzunisha. Tutoke upande huo, tuje huku kwenye mambo yetu ya football ambayo yanaendelea hivi sasa. Tuanze na mechi ambayo ipo usoni, kwa maana ya klabu ya Young Africans ikiwa mbali na nyumbani dhidi ya JS Kabylie, ligi ya mabingwa barani Afrika, mchezo wa pili kwenye hatua ya makundi, wakiwa wanaanza kucheza kuanzia majira ya saa 1, wakiwa wametoka kushinda kwenye mchezo wao wa awali dhidi ya FAR Rabat. Tutarajie kuwa ni mchezo wa namna gani kulingana na hiyo tension? Yanga ametoka kushinda, Kabylie akiwa ametoka kuchapika na Ahly. Of course lazima game itakuwa ngumu, na itakuwa ngumu kwa sababu Afrika unajua kila mtu anafanya mazingira yoyote yale kuhakikisha kwamba anashinda mchezo wake wa nyumbani. Ukiangalia Yanga alishinda nyumbani dhidi ya FAR Rabat, JS Kabylie alipoteza ugenini. Ni ngumu kwenda North Africa kupata matokeo, lakini mimi naamini Yanga wana confidence ya kutosha kwa hilo kutokea. Haitakuwa rahisi, lazima wapambane, kwa sababu pia Usma watataka wajiridim, yani
wajisafishe kile ambacho kilitokea kwenye mchezo wa kwanza dhidi ya Ahli dhidi ya Ahli, kwa sababu walipoteza kwa mabao 4. Unajua unaweza kupoteza kwa goli 1-0, lakini kupoteza kwa mabao 4 lazima ujitahidi bounce back vizuri. Kwa hiyo I think itakuwa ni mechi ngumu kwa Yanga, lakini possibility ya wao kushinda ni kubwa kuliko ambavyo ingeweza kuwa mwanzoni, kwa sababu pia lazima tukumbuke kwamba wameanza mashindano vizuri, na wakati mwingine momentum unayobeba kwenye mashindano unaweza ukaenda nayo. Kwa hiyo mimi sitoshtuka nikisikia Yanga wamepata ushindi, even though nimeweka matokeo yote kwa possibility sawa, kwamba I think labda JS Kabylie wanaweza wakawa na 40% chance ya kushinda, na Yanga labda wana 35% nafasi ya kushinda, na iliyobaki labda inaweza kuwa sare. Na kwa namna sasa ambavyo wanaiendea mechi hiyo, wapo nyota baadhi ambao tuliwashuhudia wakianza kwenye mechi iliyopita hapa, na mzungumzia nyota kama Musa Balakonte na wengine ambao walipata nafasi ya kuingia sub. Wana nafasi ya kuanza na kikosi kile ambacho walianza hapa na Rabat, au tarajie pia mabadiliko makubwa? Nimesikia leo, nilikuwa nasikiliza kipindi nikasikia kwamba Yanga wamepanga kwenda kushambulia kule ugenini. I'm not so sure kama hiyo inaweza ikawa ni plan sahihi, lakini kocha wao anajua zaidi. Nadhani kocha atakwenda na formula ya a winning team never change, kwamba hatobadilisha timu yake sana, kwa sababu pia unajua itategemea pia na player availability, mchezaji aliyekuwepo, kwa sababu ukiangalia kwa mfano kwenye game iliyopita kwenye midfield Yanga walikuwa na muda, walikuwa na Diu Kabuya ambao walicheza vizuri sana, na nadhani they are ideal players pia wa kucheza mechi ya ugenini, kwa sababu ya ile energy ambayo wanaileta kwa timu ikiwa haina mpira. Kwa hiyo na mara nyingi sana timu za North Africa huwa zina perfect sana kucheza kwenye transition. Kwa hiyo kama Yanga wataamua kwenda na game plan ya kushambulia, nadhani inaweza ikawa ni rahisi sana kwa wao kufungwa kwenye mazingira hayo kuliko wakijaribu walau kupaki basi. Lakini you never know, jambo lolote linaweza kutokea. Sidhani ama sitegemei kama Musa Balakonte ataanza. Nadhani mategemeo yangu ni kuona midfield yenye muda, midfield yenye Diu Kabuya na Max Nzengeli. Mabadiliko yoyote zaidi ya hapo yanaweza kuja na impact ambayo labda inaweza kuwadhuru Yanga kwenye matokeo. Yeah. Na kila ambacho alikifanya Prince Dube kwenye mechi iliyopita, alikaa kwa muda mrefu bila kufunga, akiipa bao moja Yanga ambalo ndio lilidumu kwa dakika zote 90. Ana nafasi ya kufanya zaidi endapo akipata nafasi kwenye mechi ya leo. Yeah, naamini hiyo nafasi ataipata, kwa sababu Dube faida yake kubwa ni moja. Ni mchezaji mzuri sana wa kucheza naye ugenini, kwa sababu ana uwezo wa kuhold mipira. Unajua unapokwenda kucheza ugenini, mara nyingi lazima uwe na wachezaji ambao wanaweza kukupa threat kwenye transition, na Dube ni mzuri sana kwenye hilo eneo, kwamba mna defend alafu ghafla wakati wa transition. Na ukiangalia hata bao ambalo aliwafunga AS Rabat lilikuwa ni kwenye mazingira kama hayo, wakati mpira mrefu umepigwa, timu ikiwa inajaribu kufanya build up mpira mrefu, yeye akamvizia goalkeeper akiwa ategemea labda kama mtu atapiga shuti. Kwa hiyo hata Dube nategemea aanze. Yeah. Yeah. Na kwa tunasema kwa matarajio, unaiona nafasi ya Yanga kushinda mbali na kile ambacho kocha wao amekizungumza kwamba wanakwenda zaidi kushambulia? Yeah, it's possible. Yani unajua mpira wa Afrika umebadilika to the extent kwamba these days unaweza ukazungumzia a strong possibility ya timu ya East Africa kupata matokeo wakiwa North Africa. Kwa hiyo yes, ni jambo gumu, lakini inawezekana, yani haishindikani. Ni mazingira tu ya mchezo yatakavyokwenda na mpinzani atakavyokuwa. Unajua wakati mwingine timu huwa zinabadilika zikienda ugenini, na mahali ambako mimi nauona ugumu wa Yanga ni kwamba kama tukutegemea Yanga ashinde dhidi ya timu ngumu ya AS Rabat, sidhani kama ni fair kutotegemea kwamba Yanga yeye ambaye ameshinda dhidi ya AS Rabat akienda ugenini atapoteza pia. Maana yake hata kabla kwenye hatua za awali walipoteza dhidi ya Silver Strikers kwenye mechi ya ugenini kule.
Kwa hiyo it's not kwamba wako perfect kwenye kila kitu, kwa sababu tukumbuke kwamba kwenye game mbili zilizopita wamenufaika sana pia na maamuzi ya refa ambao hayakuwa sahihi. Pengine labda kama goli la Silver Strikers lingekubaliwa, Yanga angetoka. Pengine kama goli la Asfar Rabat lingekubaliwa, labda tungekuwa tunazungumza kwamba Yanga anakwenda kutafuta labda pointi ya pili ama pointi ya kwanza ya mchezo. Kwa hiyo kwenye mashindano haya, kwa hiyo bado anything can happen. Wala sio jambo la kusema, yani haiko guarantee kusema kwamba lazima Yanga akienda kule atashinda. No, it doesn't work like that. Na wala haiko pia guarantee kubwa sana ya kusema Yanga anaenda kufungwa tu ile mechi, unajua. Kwa hiyo let's wait and see, kwa sababu pia hizi ni timu ambazo inategemea na approach ya kocha siku husika. You never know, unaweza kaenda ukatengeneza nafasi usizitumie. Inaweza ikatokea kama ilivyowakuta Simba pia kwenye mechi dhidi ya Petro, kwamba walitengeneza nafasi alafu mpinzani akatengeneza half chance moja alafu hiyo akaenda nayo. That's how football goes. Na mbali na mechi hiyo, ipo mechi ya Azam FC na Wydad pale Amani Complex. Wydad ambayo inaonekana kusheheni nyota wakubwa wengi ndani ya kikosi chao. Azam tuitazame kwa namna gani pia mechi? Ni mechi nzuri sana ya kuangalia, na ni mechi ambayo inaweza kuwa ngumu sana. Unajua, mimi nilitegemea kwamba labda Azam wangefanya lobbying ya aina moja au nyingine mechi ichezwe saa 10 jioni, kwa sababu normally teams za Morocco huwa zina struggle sana kucheza kwenye jua kali. Kama unavyoona sasa hivi, nadhani Tanzania hapa sijafika mimi visiwani toka mwezi wa 5 wakati ule Simba amekwenda kucheza finali, lakini sidhani kama hali ya hewa itakuwa tofauti sana na ilivyo huku Dar. Kwa hivyo kama ile mechi ya Azam wangefanya vyovyote wanavyoweza kufanya ikachezwa saa 10, nadhani kungekuwa na asilimia fulani ambazo zimeongezeka za wao kushinda. Game inakwenda kuchezwa saa 1. Wydad msimu huu wamekuwa bora sana tofauti na misimu miwili iliyopita. Zaidi ya hapo pia utulivu wao unaongezwa na uwepo wa mchezaji kama Aziz Ki ambaye anaifahamu ligi ya Tanzania, anawafahamu wachezaji wengi wa Azam na anafahamu nini cha kufanya dhidi yao. Kwa hiyo ni mechi ambayo pia Azam kama wakichanga karata zao wanaweza wakafanikiwa, kwa sababu mara nyingi Afrika hapa timu zinapokwenda ugenini huwa zinacheza a bit defensive. Kwa hiyo wanakaribisha mashambulizi, na unajua ukisharuhusu bao kufungwa anything can happen kwenye mechi. Sasa ubora wa wachezaji mmoja mmoja, Wydad wana ubora wa kutengeneza nafasi na kuzitumia, kwa sababu Aziz Ki, Tembinkosi Loch, watu kama kina Mufid, captain wa timu pia, Nurdin Amrabat mkongwe. Kwa hiyo ni timu bora sana mchezaji mmoja kwa mmoja. Azam nilivyoiona kwenye game dhidi ya Manyema, na kuna kitu pia nimekiona hata kwenye mechi zao zingine. Unajua mpira unavyochezwa huwa kuna tabia fulani za timu ambazo unaziona with time. Msimu huu mimi nimeangalia mechi nyingi za Azam. Nimeangalia mechi dhidi ya JKT kwenye ligi, nimeangalia mechi dhidi ya Mbeya City pia kwenye ligi. Sitaki kuwa critical, lakini bado Ibenge anaijenga timu yake. Kwa hivyo huwezi kupata sana hali ya kujiamini kwamba wanaweza wakapata matokeo nyumbani dhidi ya Wydad. Na hii ndio mechi ngumu unajua kwao kuliko mechi nyingine zote, kwa sababu naamini hapa Dar es Salaam wanaweza wakaifunga, hapa Tanzania wanaweza wakaifunga Nairobi United. I believe pia wanaweza wakashinda game yao dhidi ya Manyema, na naamini wanaweza wakaenda Nairobi wakashinda pia ugenini. Na wamepoteza mechi ya Manyema ambao I expected kidogo wangepambana kupata sare. Kwa hiyo that only leaves mechi ya Wydad ugenini. Kwa hiyo leo lazima hakikisho wanashinda. Hata sare haiwezi kuwa nzuri kwao. My worry kwa hiki ninachokuambia kwamba nimeangalia mechi zao na nikaona kuna pattern inatokea. Azam wanatengeneza sana nafasi, lakini wanazikosa zile nafasi. Niliangalia game dhidi ya Mbeya City, walifunga mabao mawili ambayo yalifungwa, moja alifunga Saadun na lingine sikumbuki nani alifunga, lakini mabao ambayo yaliegemea sana kwenye makosa ya mpinzani wao kuliko ubora wao. Unajua timu bora ama timu kubwa huwa wakati mwingine zinakulazimisha wewe kufungwa hata kama hujafanya kosa. Yaani inapigwa cross, mtu anapanda hewani anafunga, inapigwa free kick mtu anafunga, inapigwa shoot la mbali. Sasa ukiwa una tabia kwamba unatengeneza nafasi 4 unakosa 3 ama unakosa zote,
kwenye mechi za Afrika hali itakuwa ngumu. Nadhani watu waliona Simba wakati imecheza na Petro, big chances 3. Hizi nafasi za nusu nafasi walitengeneza 2. They had 5 chances za kushinda ile mechi, lakini umakini ulikosekana. Na mechi kati ya Azam na Manyema, Jafte Kitambala alikosa chance 2 nzuri sana ambazo alikuwa anaweka kambani, mechi inaisha kwa sare. Kwa hiyo tabia kama hizi kama zikijibeba kwenye mechi kama Wydad, inakuwa ngumu sana mtu kupredict kwamba Azam wanaweza wakashinda. Of course wanaweza wakatusurprise. Yanga walitusurprise kwa kushinda dhidi ya FAR Rabat ambayo imekuwa bora kwa misimu 3 kuliko Wydad. So kuja na strategy sahihi na selection ya team sahihi na kumfunga Wydad inawezekana, lakini Azam watahitaji kufanya kitu ambacho bado hatujakiona kwenye hizi mechi za hivi karibuni. Ukiangalia mechi pia dhidi ya JKT kwenye ligi, ni mechi ambayo Azam walikuwa vulnerable sana, walikuwa wanaruhusu sana nafasi, na ndio maana mshambuliaji wao wa zamani Paul Peter anakuja kufunga mwishoni. Lakini kwenye ile game kama Saleh Karabaka kwa makini, huyo Paul Peter mwenyewe ama Dilunga, ile mechi wangeweza wao kuifunga Azam hata bao 4. Sasa kumpa nafasi mtu kama Paul Peter anaweza akakosa. Kumpa nafasi Tembinkosi Loch, Aziz Ki, Nurdin Amrabat inaweza ikawa ni issue nyingine. Kwa hiyo hayo ndio maeneo ambayo anapaswa kuyafanyia kazi Flora Ibenge. Otherwise naamini nafasi kwa Azam inaweza kupatikana.